Unaweza ukakuta wewe kwa sasa hivi kama binti hauna msaada wa mali, ila una msaada wa nini? Wa hali, kuja kusafisha kanisa, kuja kusafisha kanisa, kusaidia shughuli za kanisani, amina. Lakini kwa wale wenye kipato unakuwa msaada hata kwa mali. Amen. Tutoe fungu la 10. Tujitahidi kutoa, lakini hata wale wanafunzi kuna hela ambao unapewa na mzazi, unaweza ukaweka. Amina. Ukaweka ukatoa. Amen. Kwa sababu utabarikiwa. Hauna kikubwa cha kutoa, lakini hicho kidogo. Usiendelee kujiona tu mdogo mdogo. Tujenge tabia ya kulitegemeza kanisa, jenga tabia ya kutoa, jenga tabia ya kuwa na shukrani, jenga tabia ya kulipenda kanisa. Amen. Yaani kupenda shughuli za kanisa, sio kudivide. Unaambia mabinti leo kuja kufanya usafi, wewe umechomoka panya na afadhali. Amen. Kingine, kuepuka makundi yasiyo na tija. Ili uwe binti wa thamani. Unajua wakati mwingine wanasema samaki akioza, mmoja akioza na mwingine ameoza. Yule ndio yule yule ambaye anatembeaga na kina fulani. Umeona? Sasa mtu anataka kama akijua tu unatembeaga na kina fulani ambao hawana mwenendo mzuri, kwa hiyo naona kuwa umechukuliwa kama vile. Kwa hiyo tuangalie makundi ambayo tunakuwa nayo. Ni beta usiwe na kundi au usiwe na, yaani ukawa na marafiki wachache lakini wa nguvu. Lakini sio unakuwa na marafiki wengi wapotoshaji. Amina. Kingine, kufanya kazi. Tumeongea kusoma kwa bidii na pia kuwa mbunifu na kujitegemea, yaani kutofanyiwa. Unaweza kukuta wengine hapo wanafuliwa uniform. Tunatakiwa tufanye kazi. Yaani binti, hebu anza kupenda mazingira. Mimi wakati wa likizo nilikuwa nashona mikeka. Amen. Siku nyingine usiku sasa umeshatoka shuleni hiyo darasa 5 la 6, umeshasaidia kuuza nyanya. Mimi sijasoma tuition shule ya msingi. Hata secondary tuition zilikuwa chache sana. Ila sijasoma shule ya msingi. Kwa hiyo nikishatoka kuuza zetu nyanya usiku, tumeshakula ile nyumba, tulikuwa na mama zangu wadogo wengine sio na nini, usiku kuanza kushona mikeka ukili. Kwa hiyo ukirudi umerudi na kichane chako cha ukili, unaenda kushona, kufuma mikeka. Amen. Sasa sasa hivi tunafanya nini? Yaani kazi za mikono, arts work. Mnafanya nini? Niambie, mnafanya nini sasa hivi? Tukiacha, yaani katika muda fulani, katika ample time, tunaita ample time, muda fulani ukiwa kubuzubuzu, kwa mfano leo Jumamosi umeshamaliza kazi, umeshamsaidia mama, umeshafanya hiki, umeshafanya hiki, unafanyaje? Au sasa hizi ndio mama niazime simu yako. Niazime simu yako. Kama ulikuwa na 500 unaenda kuweka MB au kabuku. Amen. Tunafanya nini sasa hizi vya mikono yetu tunaifanya nini sasa hizi? Yaani tunafanya nini mikono yetu? Mimi nakumbuka nilipokuwa form 2, shule yetu tulikuwa tunatandika mashuka ya pink. Sasa mashuka tulikuwa tunanunua yako plaid. Kwa sasa siku za Jumamosi tukishamaliza usafi na nini, au Jumapili tukishatoka kanisani, tunangojea kula ugali, labda tumeshakula ugali, tunangojea hata ugali wa saa 12. Tunakaa basi kila mtu anashika shuka lake mwenyewe, anaanza kufuma. Amen. Anafuma, yaani kazi kwa sababu tulikuwa hatuna simu, hatuna sijui nini, gazeti uwezo utalipata wapi? Kwa tulikuwa tunafanya hizo artwork. Yaani mpaka leo, yaani inakuwa kumbukumbu. Hadi leo shuka langu hili hapa. Hili shuka langu la form 1. Hello. Hili shuka langu la form 1. Na nikumbuka sasa ya vile na miaka mingapi. Nilikuwa nafuma hapo, siku nyingine ukipata uzi kidogo nafuma huku. Kwa hiyo wakati mwingine ukikwama unafuma. Mpaka nimetoboka, niko ninaipenda. Ila situmii hata kina Rebeka sijawapa kulalia. Kumbukumbu. Amen. Kwa hiyo huo nimefuma mwenyewe nikiwa na miaka 14, 15. Sasa hizi na 40 kitu. Amina. Sasa ndio nawauliza nyinyi sasa hivi mnafanya nini? Yaani napenda kujua. Amen. Mmoja anaweza kaniambia mnafanya nini? Amna. Ubora
Kusema kweli mpenzi wangu, hata rais anasema. Kwa hiyo unajua vitu kama hivi ni vizuri, tunajifunza. Unajua wazungu wanasema learning is a process. Yaani kujifunza ni kitendo cha kitendo endelevu. Kwa naamini tukitoka hapa utakuwa umegain kitu. Amen. Utakuwa umegain kitu, kwa yaani inatakiwa yaani usipoteze muda. Yaani unaweka akiba. Sasa hivi tukiuliza binti amepata hela, wangapi wanakanga doti moja hata mbili? Wangapi? Wasema kweli upenzi wa Mungu, tumenunua wenyewe, mmenunuliwa. Tuseme ukweli, tuseme kweli upenzi wa Mungu. Kwa sababu kanga ukiipania, kanga inauzwa shilingi 9,000 sijui. 7,000. Amen. Ukiipania utafanya nini? Utaipata. Na utaipateje? Hapa kuna sehemu tumeambiwa kufanya biashara au shughuli ndogo ndogo za kiuchumi pia. Yaani wapo nyumbani hata kama hamna mashamba nyinyi. Mjini hapa kuna kilimo cha kisasa. Kuna kilimo cha kisasa. Nyumbani wakati mwingine madishi yamepasuka. Kuna sehemu kuna site wamejenga mifuko ya simenti ipo. Kuna yale machupa makubwa ya maji ya uhai, kuna
simu yako ya kama una simu yako ya smartphone, mapicha mabaya ya nini? Alafu mtu anaanzaje kukutumia picha mbaya, anakufuadia picha mbaya. Yaani anaanzaje kukufuadia picha mbaya. Na wewe unazipokea. Amen. Ukishazipokea utaanza kuzihisi. Ukishazihisi umetoka kwenye uwepo. Amina. Ukishahisi umetoka kwenye uwepo. Amen. Mbona mmetulia hapo? Mbona mmetulia? Mchungaji, si tukusanye simu za hawa za smartphone. Patakuwa padogo. Simu za smartphone. Amina. Lakini naamini baada ya kutoka hapa tutakuwa tumebadilika, tutakuwa tumejirekebisha. Amina. Tutakuwa tumejirekebisha. Tunatakiwa tuwe mabinti wa thamani, tuendane na ubinti tuje kuwa malkia wajao. Amina. Na ukiwa kama binti, tamani kuwa na role model, tunaita role model. Mimi kuna wakati nasoma nilikuwa najisikia vibaya, nikisikia Sharon Zibigiro, katibu mkuu Umoja wa Mataifa. Sijui nani hivi. Nikawa nasema, hivi hao wamama wote wakisha staff, nani anaenda kushika zile nafasi? Amen. Hivi hao wanaosema kama kina Samia hao baadaye watakuja kuzeeka. Sijui na Jenista Mwagama, of course Jenista ni mwalimu wangu, ndio alikuwa ananipenda na nipelekea maswali ya civics. Sijui kina nani. Hivi wale wamama wakishakaa pembeni, nani ataenda kama sio mimi? Kwa hiyo hebu tamani, yaani usitamani hata huko kwenye nini. Hebu tamani, huyu hapa mwalimu mzuri. Hivi akisha staff nani atakuwa mwalimu? Hivi huyu fulani, yani huyu sijui daktari. Hivi yani nani? Yaani hebu chukua zile nafasi fulani. Hivi huyu mfanyabiashara mzuri, yani akishananilia hivi nani ameanzeje? Wakati mwingine kwenye simu zetu tuwe tuna Google jinsi gani ya kugrow katika biashara. Ndio kazi za simu. Amen. Jinsi gani sio ya kufanya hiki, jinsi gani ya kufanya hiki, jinsi gani ya kutengeneza hiki, jinsi gani. Kwa binti yani unaweza kuwa unatengeneza hata vibites, jinsi gani ya yani simu tuzitumie kwa kutanua ufahamu wetu. Tena ufahamu wenye tija. Amen. Amina. Amen. Tuko pamoja jamani? Kingine tunatakiwa kubana matumizi. Tunatakiwa kubana nini? Matumizi, kuwasaidia wazazi kubana matumizi. Sio nyinyi wafujaji, mama kapika hapo kaboga kake tukasema tunaangalia, amesema ametangaza kabisa jamani mboga tutakula mpaka jioni. Wewe na vurugu zako unapakua unakula sijui nini unakuwa sio mbanaji wa matumizi. Amen. Daftari unaandika tu vibaya baada ya kubania peji zako ili daftari likufikie kwa wakati. Amen. Mbona mnacheka? Madaftari ya mmalizi. Unatakiwa kwa daftari hata ukiandikia kipeji yani unalithamini daftari, yani unalibeba, sio daftari la mtoto wa kike limechanika, lina plasta, limeshonwa, lina uzi. Msichana daftari lina uzi, limeshonwa, mwanafunzi wa shule ya sekondari. Kaandika na nilia yale magundi sijui na nini. Amen. Kisa sio mtunzaji. Tunatakiwa kubana matumizi kwa sababu ukitunza utamsaidia na mzazi. Yaani unatakiwa uwe makini na vitu vyako. Yaani unavyopewa Januari mzazi wako amekununulia peni, ngapi labda peni zikumenunuliwa 10, penseli umenunuliwa kiboksi, makaunta tayari ndio umenunuliwa na compensate. Nini inaitwa? Compensate. Mathematical set nini unavyo. Amen. Kwa hiyo vile unatakiwa uvitunze. Peni andikia hadi ishe. Amen. Sio peni yangu iko wapi sijui nani umpewa jana umenunua. Peni yangu iko wapi sijui nani. Kwa nini? Peni imewekwa wino. Wino unashuka mpaka uishe. Ukiisha wino, iweke peni yako pembeni au itupe, chukua peni nyingine. Kadhalika penseli hivyo, daftari hivyo. Uwe mtu wa yani jifunze hizo tabia kwa sababu zitakusaidia. Uwe mtu wa kufanya nini? Kubana matumizi na kujiwekea akiba. Na kujiwekea akiba. Sio umepewa buku mbili siku hiyo ukaona umebana matumizi ndio zote zinaenda kula miogo.
Miongo nenda kula yote. Hamna, unakuwa hata na kakibubu hata shilingi 200 unaweka basi. Hata shilingi 500 ukipata unafanya nini? Unaweka. Kuna change zingine ambazo ukipewa mzazi anakupa, sio naomba shilingi 2000, basi ndio 2000 yote umepewa imeenda kutumika. Naomba sijui nani kwenye wiki hapo katikati umepewa hela hujasema hata 500 ya sadaka Jumapili. Jumapili sadaka unaomba. Amen. Moto utoleana macho. Katikati pote hapo tasio umebahatisha, jana umembomu baba, leo umembomu mama. Zote zimebomoka nazo. Amen. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe watu wa kubana matumizi, tuwasaidie wazazi. Maisha ya sasa yanaenda na nini? Na budget. Yaani wewe uwe mtu wa kusaidia. Yaani wewe mtu wa kusaidia, hata ukikuta taa huko zinawakawaka nyumbani, basi jitahidi kuwa kiongozi. Jamani tuzime unit zinaenda na nini? Maji ukikuta yamefunguliwa, jamani tufunge maji, tumieni nani? Yaani ikuguse kumsaidia nani? Mzazi. Kwa sababu sasa hivi wewe unauelewa. Kwa mzazi anategemea kuna watu ambao watamsaidia, kwa sababu mzazi ana mambo mengi, anawaza vyakula, anawaza ada, anawaza sijui nini, anawaza nini. Kwa kuna vile vitu vingine vidogo unaweka. Hata kama umekuta shilingi 500 1000 ya mama, unamwambia mama hela yako hii hapa uliacha, au baba hela yako hii hapa uliacha. Sio kwa sababu kaacha mama sijui na inaonekana sio wizi, mama kasahau umebeba. Amen. Alafu baadaye unakuja kuuliza, nichukua mimi mama, nichukua. Nilikuwa sina bando. Yaani unakuja kusema baadaye wakati umetumia. Kwa nini usiseme kabla ya kutumia? Mama naona ulisahau hela yako hii hapa. Kumbe mwenzio labda ile hela ndio aliweka kwa ajili ya kununulia mchicha. Amina. Na pia kuhakikisha unafikia malengo uliyofanya nini? Uliojiwekea. Mambo ya kuzingatia. Fikia malengo uliyojiwekea. Naomba niwaulize wawili. Wewe wewe una mpango gani? Yaani wewe niambie tu kama mpango gani, kuwa mwimbaji, kuja kuwa mwinjilisti, kuja kuwa sijui nani? Yaani wewe yani unatamani, yani umejiwekea mambo gani yani? Kuna siku yajua tutayakopi. Kwa sababu kila mtu ana kipawa chake. Wewe unaweza kujiwekea uimbaji jinsi unavyoimba. Amen. Simama kwa ujasiri kama binti. Simama Mama Esther. Tamani kuja kuwa mlezi wa yatima. Amen. Umeona sasa kwa hiyo anakuwa anajiandaa. Kuna vitu ukitaka kuwa mlezi wa yatima, kuna vitu tayari huyu anaviwaza, anaviandaa. Mambo vitu vingine hawezi, kama kutoa mlezi yatima, hata akiwaona watoto tu amenanilia, anajisikia sijui nini na nini. Nyie vipi kwa uliza maswali? Na maana huyu atakuwa anapenda hata watoto kule, wengine watoto nao anasa vibao. Sasa huyu utasema mlezi wa yatima. Sio yule, sio kareji yake. Mwingine labda kuja kuwa nini afanye. Na wewe nataka kuja kuwa mwimbaji. Amina, umeona hata sauti yenyewe inasema. Mbona mlezi wa yatima? Lakini tutaifanya baadaye, tutakuwa kwenye magrupu, kuna kitu ninawaambia mfanye ili kila mtu apresent, yaani asimame. Nataka kuwaona Maesta, nataka kuwaona Mama Likia. Mnasimama kwa ujasiri serious. Yaani ukisimama kwa ujasiri serious hata shetani anakuogopa. Amina. Amen. Sasa mambo yasiyofaa. Wapo binti. Kuna mambo yanayofaa, mambo ya kuzingatia na mambo yasiyofaa. Kwanza mambo yasiyofaa, kutokuwa na hofu ya Mungu. Neno hili liko katika Mithali 1:7. Nani atusomee? Amen. Amina. Umeona mithali hiyo, tunamuona Sulemani alivyokuwa akisema, alivyoona vitu vyote. Unajua yule alikuwa mfalme. Ukiwa mfalme una kila kitu. Yaani wewe sijui yaani ukifanya yaani wapo watu kwa ajili yako. Yaani wapo kama ni madaktari, wapishi wanajua unatakiwa saa hizi kula nini. Yaani wewe huna cha kusema.